Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Jumapili ya tarehe Aprili 13 mwaka wa 2025 na haya ni matangazo yetu ya mapema asubuhi. Nini tumekuandalia leo? Kile ambacho tumekuandalia leo ni yale ambayo yanashuhudiwa kuhusu hali ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukichukulia mkoa wa Kivu Kaskazini kama vile ule wa Kivu ya Kusini. Kama vile tulivyowatangazia kwenye matangazo yetu ya awali ni kwamba sehemu za mkoa wa Kivu ya Kusini, haswa wilaya au tarafa la Kabare, Walungu na Kalehe, mambo yalikuwa mabaya sana upande wa M23 RDF jeshi la Rwanda, huku sehemu za Kabamba wazalendo wakiweza kushambulia M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC na kuweza kusogelea uwanja wa ndege wa Kavumu. Huku kilikuwa ni kichapo cha aina yake, na tukaongelea kwamba bila shaka itabaki kielelezo kwenye muungano wa makundi hayo. Pamoja na hayo, tutaweza kuzungumzia kuhusu hali ilivyokuwa katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, haswa katika mji wa Goma, maskani ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, nafasi ambako usiku wa tarehe 11 kuamkia 12, yaani usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi, hali ilikuwa mbaya na ilikuwa ni wasiwasi mkubwa katika mji huo, wakaaji wakilala tumbo joto kutokana na risasi zilizondindima mnamo saa za usiku. Hivi tutakuletea matukio ya risasi hizo zilizondindima siku hiyo katika mji wa Goma. Basi tunakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini wewe ambao bado hujasubscribe, yaani kujiabone, usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako, na tafadhali usikose kutuandikia wapi uliko, wapi unatufuata. Na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupata kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi moja kwa moja bila kupoteza muda, tuanze na habari zetu kama tulivyo waandalia leo. Ndugu watazamaji pia wasikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News, acha tuanze habari za leo na hali ya Goma, maskani ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Huku mtazamaji, kumbuka kwamba siku ya Ijumaa kuliweza kusikika risasi za aina yake, silaha nzito kubwa na ndogo, hata zile za rashasha. Hata kufika siku ya Jumamosi ilikuwa ingali bado vigumu na ngumu kufahamu kilichoendelea. Lakini kupitia kitangazo kilichotolewa na waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jacques Shabani Lukoho, huyu alitoa kitangazo na kusema ni watu 52 ambao waliweza kufariki dunia, yaani ambao waliweza kuuawa au kupoteza maisha siku ya tarehe 11 kuamkia 12, yaani kutoka siku ya Ijumaa hadi siku ya Jumamosi. Na miongoni mwa watu ambao waliweza kuuawa kuna mgonjwa mmoja aliyekuwa akilazwa kwenye hospitali ya Keshero huko mjini Goma. Mtazamaji pia msikilizaji, kupitia kitangazo kilichotolewa na waziri wa mambo ya ndani Jacques Shabani Lukoho, huyu amesema visa vinavyoendelea katika mji wa Goma tangu kuwasili kwa M23 RDF jeshi la Rwanda pamoja na AFC kumeweza kuorozeshwa kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 11 mwezi Aprili. Tayari ni visa vya ajabu vya ukiukwaji wa haki za binadamu kama vile mateso ya watu. Huyu amesema kuna visa vya watu 146 ambao wanateswa kwa hali ya juu katika mji huo wa Goma. Ikiwa haitoshi, kuna visa 72 vya ubakaji, wanawake wakitendewa ubakaji wa hali ya juu. Pamoja na hayo, waziri huyo wa mambo ya ndani amesema mamia na mamia ya watu wanakamatwa na kutoweka na kupelekwa mahali pasipojulikana.
Aliendelea kusema kwenye kitangazo chake kuwa kuna uporaji wa hali ya juu ambao umefanywa, kama vile ng'ombe 2,000 ambazo zimeweza kuporwa, bila kusahau magari zote za kifahari za Wakongomani uvukishwa na kupelekwa mjini Kigali nchini Rwanda. Cha ajabu kabisa, vituo vya afya uharibiwa kwa hali ambayo kuielewa ni kugumu. Pamoja na hayo, kuna visa vingine kadhaa watu huingiliwa karibia kila usiku unapoingia. Hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya ndani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tunazungumzia ambayo yaliweza kushuhudiwa katika mji wa Goma, pamoja na matukio ya vita au risasi zilizodindima usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi, yaani tarehe 11 kuamkia tarehe 12, basi tuelekee katika mji au eneo la mkoa wa Kivu ya Kusini, nafasi ambako huko wazalendo bila shaka kile wanachoonyesha M23 hadi jeshi la Rwanda hahutakubali. Hona kwanza kile ambacho kinaendelea, wazalendo wakiendelea kujipanga vilivyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanarejesha maeneo yote yanayoikaliwa kimabavu na M23 hadi jeshi la Rwanda kama vile AFC. Sikia. Ndio tropa ya General Maeshe ile. Vraiment mimi naona kabisa shamra. Wewe unapeka imekule di, wewe kuna peka ime. Wewe unapima nje wacha kule. Antuka mimi naona kabisa shamra kabisa. Tropa ya General Maeshe ile biko muparade deja kupangia adui. Wanapanga wapige Walungu, Burale, mpaka na Waungu, mpaka na Karembu. Ndio staff ile kabisa. Unaona gisi watoto biko. Hii ni staff ya General Maeshe kabisa. Kama inaona gisi kiongozi iko na tembea, yeye mwenyewe ule kabisa na staff ya kwake. Yeye mwenyewe ule general yeye ule. Anduka mimi naona kabisa ni shamra kabisa. Batoto biko na morale sana. Banakania mpaka bapige, bakamate Bukavu. Na ndio baheshimie Kiseketi. Rais, kumbuka watoto wanakulilia. Nina watoto vraiment kwa na morale kabisa. Courage. Nimeona kabisa watoto wametomboka sana na wengine wameendelea kupita katika njiani. Vraiment courage. Ninaona kabisa biti kwa nguvu. Batu biko wa mingi, watoto wanatomboka. Wanalia bapige risasi kabisa. Courage. Wazalendo wanalia wanatamani risasi. Watoto wanatamani risasi kabisa. Ninaona baadhi wanatomboka. Colonel Kabendera nimewaona, Colonel Chamonani, Colonel Prince, ninaona Colonel Mashimango, Colonel Bashombe, ninaona wakwaruza pale, watoto wote wanatomboka kabisa. Ona wote kabisa. Ona wakaburi wazi. Ninaona kabisa batiribo kabisa. Courage. Ile troupe ya General Maeshe, hii ni etat major tulimonao hapa. Hii ni etat major ya coordination ya General Maeshe Simba wa Nkutu. Hapa mimi na Manuel Colonel Itongo, vraiment mimi namuona na troupe yake kabisa. Mimi nawaona kabisa wanajeshi kabisa hapa. Wanatomboka sana. Mimi nawaona kabisa. Tutakamata Walungu. Ndugu mtazamaji, kutokana na kichapo alichokipata huko mkoani Kivu ya Kusini, haswa sehemu za tarafa la Kabare, Kalehe kama vile Walungu, na wazalendo kuusogelea uwanja wa ndege wa Kavumu, bila shaka jeshi la Rwanda baada ya kuzidiwa nguvu wanaendelea sasa kuvukisha maelfu na maelfu ya askari pamoja na vifaa vya kivita ili kwenda kuongeza idadi ya askari wao wanaopatikana kwenye ardhi ya Kongo, hasa sehemu hizo za mkoa wa Kivu ya Kusini. Kama mtakavyo waona hapo, wakiwa wenye kuvuka kila wamoja
na mizigo yao ambazo ni zana za kivita kwenda kuendelesha operesheni zao na kupambana na wazalendo wanaowazuia au kuwafungia njia wasiendelee na mpango wao. Kadiri mlivyoona ndugu mtazamaji pia msikilizaji, sina cha ziada, na huo tumefika mwisho wa habari zetu za leo. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani, lakini ombi langu ni moja tu, usisahau kauli mbiu yetu ni wewe ambao bado hujasubscribe hani kujabone, usikose kujabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako, na kwa mwisho usikose kutuandikia mahali ulipo kabla hujashare na kupartage kwa wengine. Asante kwa kuandamana nasi. Hatuna budi kukushukuru kwa muda wako ambao ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Basi nawatakieni nyote kila laheri.